Kwa sababu yule binti kabla hajampata huyu mtoto alikuwa akishika mimba, ikifikisha miezi 7 inaharibika. Utukufu, utukufu Yesu Kristo. Wow. Majina yangu naitwa Faith Shukuru. Ni mtoto wa moto wa Yesu Kristo. Wow. Karibu sana Faith Shukuru. Asante baba. Shuhuda yangu, napenda kumshukuru Mungu. Mimi na familia yangu tuko salama. Pia jambo lingine, napenda kumshukuru Mungu katika wale vijana wangu ambao tunakujaga wote kanisani. Yule binti yule ameshajifungua. Hebu mpe Yesu makofi ya nguvu. Haleluya. Amina. Nini kimetokea? Ninamshukuru Mungu kwa sababu ilikuwa siku ya Alhamisi. Alikuwa analalamika ni tumbo linamuuma pamoja na kiuno. Na mimi nishachukulia kwamba ni kawaida, kwa sababu anaweza akakaa kidogo analalamika, shangazi, naona tumbo linaniuma, na hapo mpaka lale akishaamka anakaa sawa. Sasa ile tumbo liliendelea hiyo Alhamisi. Ijumaa ilikuwa ni tarehe yake ya kwenda kliniki. Akaenda kule akaelezea madokta, wakamwambia kwamba wampime. Wakampima, akamwambia ana UTI kali. Kwa hiyo wakampatia dawa nyingine, wakamwandikia aje anunue. Lakini cha kushangaza, alivyokuja nyumbani akaniambia, shangazi, sidhani kama kanisani nitaenda. Nikamuuliza kwa nini? Nasikia tumbo linaniuma sana. Nikamwambia hapana, natakiwa tuende wote kanisani. Kweli alinitii na tukaja wote kanisani, baba akamfanyia huduma. Sasa muda wa kuondoka ilikuwa ni hatari. Tunatembea kidogo, nakwambia shangazi, mimi tumbo linaniuma bwana, siwezi kutembea. Naambia jikaze tufike nyumbani. Lakini tukafika eneo kama tunaelekea nyumbani, sasa tunakaribia na nyumbani, kuna jirani yangu akaniambia hapa siwezi. Ikabidi nimpigie simu mume wake, alikuwa apokei. Na mimi simu yangu niliacha nyumbani kwenye chaji. Ikabidi nifuate simu yangu ili nimtafute kwa njia simu yangu, maana ile nilikuwa nimeazima. Nafika nyumbani nahangaika na simu, mara mume wake akaja. Akaniambia shangazi, naomba tu kadi la Sofia niende nayo hospitali. Kweli wamefanikiwa kwenda Bunju, ilikuwa mida saa 2 kasoro. Wakafika kule, nashukuru Mungu amejifungua salama. Japo kajifungua ilikuwa miezi yake bado haijatimia. Lakini ashukuriwe Mungu wa mahali hapa. Namshukuru Mungu wa babangu Apostle Timothy. Anafanya mambo yaliyokuwa makubwa. Hebu mshangilie Bwana Yesu kwa ajili ya matendo yake ya ajabu. Kwa sababu yule binti kabla hajampata huyu mtoto alikuwa akishika mimba, ikifikisha miezi 7 inaharibika. Zimeharibika mimba 4. Mimba 4. Kwa huyu namshukuru sana Mungu. Hata mwenyewe anasema shangazi, ninamshukuru Mungu. Kwa sababu hata kuja kanisani ilikuwa sio kazi rahisi. Amekuja nyumbani kwangu kuanzia mwezi wa 2. Lakini ukimwambia tuende kanisani utasikia wewe nenda tu. Kwa nini uendi? Basi tu siendi. Lakini namshukuru Mungu kwa hatua ambayo amechukua, amefika mahali hapa. Hatua yake ndio imesababisha muujiza wake ukatokea. Hebu mpe Yesu makofi ya nguvu. Sababu alivyonipigia simu, yani nafika nyumbani nakuta message. Kakupigia tukawasiliana, akasema kwamba baba, huyu sio kawaida yake, ikifikisha miezi 7 mimba inaharibika. Nikamwambia haitaharibika, labda kama sio Mungu huyu unayemtumikia. Amina. Namshukuru sana Mungu sana. Pia nashukuru baba kwa upendo wake, kwa sababu sio kitu rahisi. Pamoja na hapo, baada ya kujifungua, baada ya kuona kwamba amejifungua kabla mwezi wake, ikabidi wamhamishe, yuko Magwepande. Ndio, lakini kadri tunavyoendelea kuwasiliana naye, jana nimeshinda huko, anasema kwamba mtoto anaendelea vizuri na anacheza mwenyewe, kachangamka vizuri. Hebu mshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi. Pe Yesu makofi ya nguvu. Na wewe Bwana hata kuacha katika jina la Yesu. Hata kuacha wala uzao wako. Ni kwa sababu anasema hivyo, mtoto kachangamka. Kuna wengi ambao wamelazwa pale, ni wengi, na akawakuta wengine. Lakini anasema mimi mtoto wangu yuko tofauti na wengine.
si kwa nguvu zake, ni Mungu wa mahali hapa ndo anayefanya kazi. Hebu mshangilie Bwana Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Jamani, tuseme nini? Niseme nini Bwana? Niseme nini Bwana? Niseme nini Bwana? Bali ninashukuru wewe. Haleluya. Hivi tuseme nini juu ya Mungu wetu? Tunamkumbuka yule dada mwingine aliletwa hapa. Alikuwa na muda hajajifungua. Baada ya kutoka hapa Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu kajifungua. Na amehangaika. Mimi nataka nikwambie kuanzia leo ujue unaye Mungu aliye hai. Unapotembea, unapoenda, unapokula, unapolala, jua yupo Mungu anayekuona, yuko hai. Ndio baba yako huyo, katika jina la Yesu. Wow. Unasemaje sasa mwanangu? Kwa hata wazazi wake ambao ni wazazi wa mwanaume wake. Kwa sababu hiyo siku ambao wanaambia kwamba yuko hospitali. Mama yake alikuwa na wasiwasi, itakuwaje. Mimi nikamwambiaje? Mimi nimeongea na babangu. Kasema kwamba tusiwe na wasiwasi, wala mimba haitaharibika, atajifungua salama. Na wao wanashangaa, wamepata mshangao kwa tegemea. Hebu mpe Yesu makofi ya nguvu. Amina. Mungu